Mimi jina langu naitwa Juma Khatib Nugaz. Wengi wenu mnanifahamu kwa kupitia Clouds miaka 18, Yanga miaka 4, lakini sasa hivi nipo katika kusimamia kalimatu tauhid na kusambaza neno la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtaniona sana. Leo utaniona kushoto, kesho utaniona kulia. Nina ziara za misikiti yote ya Dar es Salaam kwa muda wa plani ya miaka 3 inshallah. Sema inshallah. Na muniombee Mwenyezi Mungu aniwafikishe niwe na kauli thabiti na kile ambacho nitakisema kiwe ni chenye kufanywa kazi, na tuhakikishe kiwe na athari kwenye maisha yetu, kwa sababu athari ya kwanza ni kuihusia kwanza nafsi yako na kuwahusia wenzako. Kwa hiyo nawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Khutba imetutaka leo watu tusiwe tunatamani neema alizopewa wenzetu, lakini ilikuwa ni nukta tu nyepesi katika nukta nzuri ya kujua kwamba dunia Mwenyezi Mungu ameshaifanya arrangement kwamba leo hii rais atakuwa fulani, baada ya muda fulani atakuwa fulani, huyu ataondoka, ataingia. Ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa sisi kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake. Yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa na mwenye kumpa mja wake pasi na hesabu. Kama anaweza kuuchukua mchana akaupeleka usiku, usiku mchana, akachukua vilivyokufa akavitia uhai na vilivyo hai vikafa, anaweza kumruzuku mtakaye bila kumhesabia. Watarzuku man tashau bighairi hisab. Kwa hiyo nawahusia in a very sensitive way kuwa makini sana katika kuendea jambo lolote. Mtume Muhammadin anapata kusema hadithi nyingine, alisema hivi: la tabaghadhu wala tahasadu wala tadabaru wala takata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu almuslimin an yahjura akhahu fawqa 30. Shokunuku. Cha kwanza, msibughudhiane, msifanyiane hasadi, msipeane migongo baada ya kwamba nyinyi mmepishana kidogo tu madalali, kwa sababu mwenzako akukupa 10,000 basi umsemeshi na kazi tena ndio basi. Sifanye hivyo. Wala takata'u. Kuna watu wamekata udugu na familia kwa sababu tu Kariakoo ameingia ubia, yeye anaona anachopata ni kidogo. Si haki. Tunatakiwa tujue kabisa wakuna ibadallahi ikhwana, na wala si halali kwa Muislamu kumgura ndugu yake, amemane kumwacha ndugu yake zikapita siku 3. Tunagombana, waranti aliyoitoa Mtume Muhammadin, kasirika vyote, lakini never ever dare ika exceed 3 days.